Na katika kikao chetu cha leo, Mwenyezi Mungu atuteremshie baraka na neema, atupe manufaa kwa yale tutakayoyazungumza. Labda imewahi kutokea katika maisha yako ukafanya jambo, ukasikia sauti kila pembe ya mji ikikulaumu na kukusema kwa nini umefanya, au umepewa cheo au nafasi maalum katika jamii, ukafanya jambo mwenyewe ukidhani kwamba ni zuri, na kwa hakika liwe ni zuri taban, lakini bado ukaona magazeti, television, redio nyinginezo zinakuzungumza wewe kwamba ulichokifanya si kitu kizuri. Kila mmoja katika sisi nafikiri haya huwa yanamfika katika njia moja au nyingine, iwe ni kutoka katika ngazi za juu mpaka chini. Hata wale watu wa kawaida wanapokuwa na wenzao wamekabidhiwa jambo kulifanya, haepukani na lawama kutoka kwa wenzake, haepukani na hujumu, mashambulio kutoka kwa wenzake, hatoepukana na kukosolewa katika kile alichokifanya, hata kiwe kizuri vipi. Lakini kile kizuri kwa watu wengine huwa ni kibaya. Hata jambo alifanya liwe na faida gani kwa watu, lakini watu wale wale ambao wanawatendea wao hawatoacha kumsema na kumshambulia na kumlaumu na kumkosoa. Nadhani hilo limeshawahi kupita katika maisha yako, umeliona. Kama ni mwalimu wa shule, ni mwalimu wa madrasa, kama ni waziri, kama ni rais, kama ni mtu ambaye una cheo maalum katika NGOs tofauti, au hata uwe mwenyekiti msikitini, au hata uwe imamu, au hata uwe ni dhabit, prefect katika skuli pale, umewekwa kuwalinda wenzako au kutizama nidhamu. Kila pahala, lan tanju min alhujum, huwezi kuokoka wala kusalimika na mashambulio na lawama na vitu kama hivi. Hichi ni kitu cha kawaida. Sasa ukitaka ulimwengu ambao hauna hivyo vitu, nenda katafute ulimwengu mwingine usiokuwa huu. Ukitaka ufanye jambo upate full supporters, nenda katafute ulimwengu ambao sio huu alioumba Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ninachotaka kukunasi kwamba usiogope watu kukushambulia, kukusema, wala usiogope kukosolewa. Angalia unachokifanya, utizame vizuri unavyotembea katika kile ambacho unakitekeleza. Kwani mwacha kusemwa na kushambuliwa hawezi kuwafanyia watu wake jambo, na wala hatofika katika kile kinachokusudiwa. Maneno haya hayawezi kukuua, na wala hayatokuwa sumu kwako ukafa kwa sababu ya kukusema sana au kukulaumu. Sayyidina Musa alayhi salam, katika athari zilizopita, aliwahi kuomba kwa Allah, akamwambia ya Rabbi, kuffa alsinata nnasi anni, kuffa alsinata nnasi anni, ebu wafunge midomo hawa watu wamekithiri kunisema. Anaomba msaada kwa Allah. Musa ni nani? Musa ni katika ulul azmi al-khamsa, wale mitume wakubwa watano ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaita ulul azm. Minka wa min Nuh, Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam. Yani mtume Muhammad, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa wanaitwaje? Ulul azmi min ar-rusul. Mambo yao ni makubwa, azimio yao ni makubwa, na vyeo vyao ni vikubwa. Innal azaima kufuha al-udhama, na mambo makubwa kiboko yake ni wale wakubwa vile vile. Kwa hiyo hawa walikuwa ni ulul azmi min ar-rusul, miongoni mwao Nabii Musa alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam.
Sema ya Rabb, zuia hizi ndimi za watu na midomo yao kunisema, kunitukana. Inaonyesha hata Musa hakuokoka na kusemwa na kutukana, na ni nabii min ulil azmi al-khamsa. Sikiliza jawabu kutoka kwa Allah jalla jalaluhu. So ya Musa, lam attakhidh dhalika li nafsi. Ya Musa, ana lam attakhidh dhalika li nafsi. Musa, hilo unalolitaka wewe mimi mwenyewe sikujifanyia. Mimi Mungu, mimi Allah, hicho unachokitaka wewe kwamba nizibe midomo ya watu wasikutukane wasiseme, mimi mwenyewe sikulifanya kwa watu. Yani Allah anasema hata mimi mwenyewe wananitukana. Allah anasema hata mimi mwenyewe wanafanya, wananitukana, wananishambulia, wananikosoa. Sasa kama mimi Allah niloumba wananikosoa, wananitukana, wewe Musa nini? Musa, ana lam attakhidh dhalika li nafsi, mimi sikulichukua hilo kwa nafsi yangu. Ana akhluquhu, mimi nawaumba, wa arzuquhu, na mimi ndio ni mwenye kuruzuku. Wa hum yasubbunani wa yashtumunani, na wao kucha kutwa wananitukana na wananikebehi na wananilaumu na wananishambulia, na mimi ndo muumbaji wao na mimi ndo mwenye kuwaruzuku. Yasubunani wa yashtumunani wa ana akhluqu wa arzuqu. Hadith sahihi inasemaje kuhusu habari hiyo hiyo inayozungumzwa hapa? Allah anasema yasubuni ibnu adam wa yashtumuni, mwanadamu ananitusi, ananitukana. Wama yanbaghi lahu dhalika, na haikupaswa kabisa kwa mwanadamu kunitusi na kunitukana. Ma huwa sabu ibni adam ala dhalika, nini matusi yake? Innahu yasubbu dahr, mwanadamu ukaa katukana siku mchana, wakati hizo siku mchana nyakati, ana dahr. Allah anasema mimi ndo mwenyewe, mimi ndo ulimwengu, kwa sababu nimeuumba mimi. Usiku na mchana nauleta mimi. Nani anayeleta usiku? Nani anayeleta mchana? Yote hayo nayafanya mimi. Kwa hiyo mwanadamu anaposimama akasema siku hizi mbaya sana, huwa anamtukana Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ndo alozileta. Amma sabbuhu fa innahu yasubbu ad-dahra wa ana ad-dahr biyadi al-layli wan-nahar, biyadi al-layli wan-nahar, mimi ndo mwenye usiku na mchana, ndo nini mwenyewe. Washatmuhu, na kunitukana kwake, innahu yaqulu, mwanadamu ananiambia ittakhadha Allahu sahibatan wa walada, Mwenyezi Mungu amejichukulia mke na Mwenyezi Mungu ana mtoto. Wa ana alladhi lam attakhidh sahibatan wala walada, na mimi ni yule ambaye wala mke sina wala mtoto sina. Qul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Angalia matusi yao wanadamu. Ana lam attakhidh sahibatan wala walada, Allah sio mimi sina mke wala sina mtoto. Lakini mwanadamu ananiambia nina mke na mtoto, na wengine sema mpaka watoto wa kike. Na malaikatu banatullah, malaika ni mabinti wa Mwenyezi Mungu. Maneno hayo yanasemwa na wanadamu. Sasa Musa, mimi muumba wao, natukanwa hivyo, nani atakayesalimika? Nani atakayeokoka? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kiumbe bora zaidi, lakini naye hakusalimika na lawama, hakusalimika na hujum na haja na sabi au shatmi au shatim. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa vipi wakati mashambulizi yakielekezwa kwake na lawama na matusi? Kwa hiyo maudhui yetu ya leo tunasema ushkur husadak,
Yani washukuru sana mahasidi wako, usiwapige vita, usiwatukane, usiwaapize, bali washukuru sana mahasidi wako. Na nikisema mahasidi, kila mmoja anajua Kiswahili sanifu. Hasidi ni adui. Hasidi ni yule ambaye hapendi wewe uwe na neema. Hasidi ni yule ambaye anachukia wewe kuwa na neema. Ma maana alhasad? Urafu alhasad wamearifu wakasema, alhasadu baghyu au bughdhu ni'matillah. Hasad maana yake ni kuichukia neema ya Mwenyezi Mungu, walau lam tatamanna zawala, hata kama hukutamani iondoke, ile kuichukia kwako tu ni hasad. Wengine waliarif kwamba an yatamanna almar'u ni'mata zawali akhi. Hasadi maana yake ni mtu atamani neema ya ndugu yake imuondokee. Ukitamani neema ya ndugu yako imuondokee, maana yake wewe ni hasidi. Lakini mwingine anasema la bughdhu ni'matillah wa in lam tatamanna zawala, ni kuichukia neema ya Mwenyezi Mungu hata kama hutotamani iondoke ile neema, tayari umeshaingia katika laini ya mahasidi. Sasa mimi leo nakunasi ndugu yangu Muislamu naye nisikiliza na kuambia, ushkur husadak, washukuru sana mahasidi zako, liannahum tabarra'u, kwa sababu hao mahasidi zako wamekufanyia msaada. Tabarra'u ilaika bidiayatin majaniya, wamefanya msaada wa kukutangaza wewe, tena free of charge, bila kukutoza ada yoyote. Daaya ile kukushambulia, ile kukusema, ile kukutukana, ile haja zote zile kwa watu wasiopenda kizuri ulichokifanya wewe, innahum yatabarrauna bidaayati, wanakutangaza, wanakueneza, wanakunyanyua. Daayatin majaniya niyabatan anka, tena wako wanaifanya kazi yako wewe, wenyewe hawajui. Al-Aqad ni mmoja katika waandishi mahiri sana waliokuwa ni abaqira mufakirin. Al-Aqad alijiliwa na bwana mmoja amemahanika, amesawijika, anamwambia, ya Aqad, inna an-nasa qad hajuni, watu wamenitukana, wamenitusi maneno mazito mazito, na kuna maneno mengine ukiyasikia wanayokuambia watu utatamani ardhi pasuke, mijineno mizito mizito. Sasa Aqad anafuatwa na mtu anamshtakia, laqad hajani nnas, watu wamenitukana, wamenitusi, tena fa sahafa, katika majarida, magazeti. Kila kukicha gazeti lina hujumu, kila kukicha gazeti mashambulizi, matusi. Mimi tu huyu bwana alikuwa anatusiwa, anasemwa na anakashifiwa katika vyombo vya habari, magazeti. Kaenda kwa Aqad, anamwambia nifanye nini? Watu wamekithirisha kila gazeti, na mara nyingine kuna magazeti zaidi ya 30 katika nchi. Sasa ukikuta anwani katika kila gazeti, wewe upo katika hilo gazeti na umetajwa kashfa 1, 2, 3. Sasa mara nyingine uchukua mwezi, mwaka mzima unasemwa wewe tu katika haya magazeti. Sasa imetokea huko, bwana mmoja amekuja kwa Aqad anashtaki, asema innahum yashtumunani wa yasubbunani fi sahafa, wananitukana, wananitusi katika magazeti. Aqad akamwambia, hebu tumaini, tulia, tini biljaraid allati fiha sibab wa shataim, hebu niletee magazeti yote ambayo umeandikwa, umetukana, umetusiwa, niletee. Akayakusanya yote, akaja nayo kwa Aqad, mzigo. Aqad akamwambia, yaweke chini. Akaeka chini, akasema yapange vizuri kama vile unavyopanga block. Akayapanga vizuri, akamwambia, sasa simama kwa miguu yako miwili juu ya magazeti.
akasimama juu ya magazeti yake akamwambia, undhur laqad izdadta shibran an mustawa al-ard, tizama namna ulivyopata kimo, umenyanyuka kutoka katika mustawa wa ardhi kwa matusi ambayo umetukana. Si kama tunamfahamu al-Aqad, angalia ulivyopata kimo, maana yale magazeti yalikuwa mengi. Sasa aliposimama juu yake akawa kidogo amerefuka. Naambia tizama namna ulivyopata rifa, cheo, kimo kwa makombora na magazeti ya matusi uliotukanwa nayo. Maana humo ndani matusi yako yote izdadta rifatan walau zadu, na lau wangeongeza lazit, na wangeongezeka kimo. Hii nini maana? Anambia huwezi kuupata ulimwengu ambao hauna mambo kama haya, na hiyo haina maana kwamba wewe ni mtu mbaya. Ikiwa uko katika haki, ikiwa uko katika neema, ikiwa uko katika mwongozo ambao unaonekana wazi kwamba huu ni mwongozo wa haki, basi la takhsha laumata laim, usiogope lawama mwenye kulaumu, wala yasikutishe maneno ya mwenye kusema, kwa sababu wewe una neema na wao inawasumbua ile neema. Usitarajie mahasidi wako wakuandikie shahadatu husni sirati wasuluk. Kule shule madrasa kuna kitu kinaitwa shahada, unapewa katika mustawa mbalimbali. Fika mutawasit, primary, unapewa shahadatu ibtidaiya, inakuja mutawasit, idadiya, inakwenda mpaka unapata PhD. Sasa wale mahasidi zako unataka wakuandikie shahadatu husni sira wa suluk, wakuandikie certificate ya tabia njema na adabu nzuri, wakuletee. Madha tatawaka min husadik, unatarajia nini kutoka kwa mahasidi wako? Nawashuhudia kwamba fulani ibn fulani ni mzuri wa tabia, miaka yake yote yameishi hapa, ni mcheshi, ni mzuri wa kuongea, adabu zake anawaheshimu wakubwa na wadogo, hatukukuta hata kitu kimoja kinachotiwa kasoro. Unatarajia hivyo kutoka kwa mahasidi wako? Kiyama kitasimama, hakuna hayo. Unasubiri nini kutoka kwa mahasidi wako? Subiri mashambulizi, subiri matusi, subiri lawama, subiri kukosolewa. Usisubiri shahadatu husni sira wa suluk, usisubiri certificate ya kutangazwa tabia yako nzuri, kwani kwa upeo wao hakuna zuri ulokuwa nalo. Kama utakwenda nyumbani kwake kila asubuhi hasidi, ukachukua fagio ukafagia, kisha ukapiga na deki nyumba yake mpaka chooni, kisha ukampigia pasi nguo zake, kisha ukamkaribishia viatu vyake na soksi zake ukaja nazo japo zinanuka, ukaja ukamwambia haya vaa bwana mkubwa, akashindwa pia kuvaa, ukamvalisha na nguo na kila kitu, kisha ukamwambia haya nenda. Utopata isipokuwa bado atakuhusudu na kukufanya uadui, kwa sababu anakuhusudu si kwa sababu eti ukimfanyia mazuri hatakuhusudu. Anakuhusudu kwa neema ya Mwenyezi Mungu aliyokupa, na maadamu ile neema bado unayo, hasadi zake zitaendelea bado. Kwa hiyo washukuru sana wenye kukuhusudu. Kwa nini nasema washukuru? Kwa sababu alhasidu dalilun ala ni'mati llahi alaik. Asili ni alama miongoni mwa alama kwamba wewe una neema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ile kupatikana hasidi katika maisha yako, anayekuhusudu ni alama kwamba kuna neema ya Mwenyezi Mungu amekuneemesha, yeye hana, ndio maana akakuhusudu. Mmoja katika washairi wenye hikma anasema, wa idha atatka madhammati min ahadin. Sikilize vizuri, mtafahamu kwa nini ushukuru. Sasa wa idha atatka madhammati min naqisin, kama zitakuja shutuma zangu kwa mtu mpungufu wa adabu, hasidi huyo atakuletea.
wa idha atatka madhammati min naqisin fatilka shahadatun ala annani kamilun, zikija shutuma zangu kutoka kwa mchache wa adabu, huo ni ushahidi tosha kwamba mimi ni mkamilifu wa adabu. Kwa sababu gani? Yeye ameondoka, amekuja kwako, anaanza kutoa zile aibu zangu na matatizo yangu na makosa yangu na tusi na nini. Hii ni alama kwamba hapa kuna kitu kizuri, kama vile wanavyosema wa kama ala wajhi al-ardhi min shajar, kuna miti mingapi katika ardhi, walaysa yurma illa ma bihi thamar, lakini haupigwi mawe isipokuwa ule wenye matunda. Kwa idha atatka madhammati min naqis, wakija wapungufu wa akili na adabu wakahusudu na wakazungumza mapungufu yangu, fatilka shahadatun, huo ni ushahidi kamil bi annani kamilun, kwamba mimi nimetimia. Sasa hasad ahusudiwi kila mtu, wala haja shambulizi hashambuliwi kila mtu, wala shatmi na sibab hazimwangukii kila mtu. Limadha la yahjuna hajaran, walini mtu akaya akamaliza wakati wake ule akawa analishambulia jiwe tu? Kwa nini apotezi wakati wake na wino wake na hela zake akaandika kwenye magazeti analitukana jiwe tu fulani? Halina kitu. Kwa nini akutukane wewe? Kwa nini akuseme wewe? Kwa nini akutangaze wewe? Kwa sababu una kitu kilichowafanya watu wakuseme, wakutangaze, wakutukane, wakufanyie mambo yasiyokuwa na maana. Unacho kitu, unacho kitu, una jambo. Kwa hiyo hii hasadi ni neema miongoni mwa neema za Mwenyezi Mungu, kuzijua kwamba ziko juu yako. Ndio maana Imamu Sha'rawi aliwahi kusema, akasema hivi, msikilize. Sha'rawi alayhi rahmatullah anasema, idha ma lam tajid laka hasidan fa'lam annaka insanun fashil, iwapo katika maisha yako hukupata wa kukuhusudu, tambua kwamba wewe ni mwanadamu aliyefeli. Idha ma lam tajid laka hasidan, kama hukupata adui anayekuhusudu, anayekufanyia ubaya, anayekukejeli, akakutukana, fa'lam annaka fashil, fahamu kwamba umefeli. Huna cha kuhusudu nacho. Watu wakuhusudu nini? Wakuhusudu na nini? Lakini unapoona hasad, ima una mali, neema hiyo Mungu amekupa, ima una ilmu Mungu amekupa, ima una karam, una juhud, una murua, una kitu ambacho mwingine kaona yeye ni uadui kwake. Sikiliza hizi sifa za adui na hasidi zinavyokuwa. Anasema alhasudu daiman yab'athu an atharatik, mtu aina hiyo, asidi yako, adui yako, mara nyingi huwa anatafuta ulipoteleza wewe ni wapi. Kama nzi anatafuta donda liko wapi, alafu pale ndo anatua. Unadhani ukipiga perfume nzi ndo atakimbilia pale? Palipokuwa na aibu ndipo nzi anapokimbilia. Sasa sema alhasud, alhasid, hasidi mara nyingi yabatha an atharati, anatafuta pale ulipoteleza. Sasa si hilo tu, nini hasidi? Atyabu ayame, siku nzuri kwake yeye kuliko zote, yauma maradhik, siku unazokuwa mgonjwa wewe. Akipata habari kwamba unaumwa, siku nzuri kwake yeye ni siku za maradhi yako. Atyabu ayamik, hasidi siku zake nzuri, yauma maradhik, yauma tamrad. Sikia fulani bwana anaumwa, hafi basi tukasherehekea. Wa ahla layali, ahla layali, usiku wake mtamu kweli kweli hasidi.
yauma faqrik, siku utakapofilisika. Siku utakapofilisika, kwa ni celebration, anafanya hafla fulani kadondoka. Wa as'ad saati, na saa zilizokuwa nzuri kwake, hinama yaraka hazinan, anapokuona umehuzunika. Angalia hasidi, alafu nakuuliza mtu aina hiyo wewe huna? Sio naye nao. Na mara nyingine unaweza ukakuta kijiji kizima, pole sana, lakini sio pole tu, hongera, wasinge kuhusudu. Unacho unachohusudiwa nacho. Watlu alayhim naba ibnai adama bilhaqqi idh qarraba qurbana fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Ni kisa Allah amekisimulia katika suratul Maida, mitaa hiyo ya aya nambari 27 kwenda mbele, utakuta mawaidha haya kukuonyesha kwamba hasad sio khurafa, hasad sio mambo ya kubuni, ni mambo mpaka ndani ya Qur'ani yamesimuliwa, katika ahadithi za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam yamesimuliwa. Mtume akasema, istainu ala qada'i hawaijikum bilkitman fa inna kulla dhi ni'matin mahsud, kila mwenye neema haachi kuhusudiwa, kila mwenye zuri haachi maadui kuwapata. Am yahsuduna an-nasa ala ma atahum Allahu min fadli, aya nyingine. Au wanawahusudu watu kwa sababu Allah amewapa fadhila zake? Wanawahusudu watu kwa sababu wamepata fadhila kutoka kwa Allah katika Qur'an. Basi Mwenyezi Mungu anasimulia vijana wawili, tena mara nyingine ubaya unaweza ukawa ndani ya nyumba yako, na ni vibaya kweli kweli unapoona kwamba anaye kuhusudu ni ndugu yako uliyetoka naye tumbo moja. Ani husudu mtu yoyote mwingine, lakini sio wewe. Na uzidi ubaya pale anapokuhusudu akawa ni mumeo aliyekuoa au mkeo ulomwoa. Na msiba wa msiba mara tatu pale unapohusudiwa na mtu wako wa damu, wako wa karibu. Ubaya huwa ni ubaya pale unapozungukwa na watu ukidhani kwamba ni marafiki zako, kumbe ni maadui zako. Ubaya uzidi zaidi pale unapokutana na watu wakiwa na nyuso za Abu Bakr as-Siddiq, lakini nyoyo zao ni za Abu Lahab la'natullahi alayhi. Hii yote ni maisha tunaishi. Sasa usipokuwa na akili timamu za kuutambua ulimwengu namna ulivyo, utapata tabu sana jinsi ya kuishi na watu, kwa sababu viumbe ni wazito sana. Lazima uwe na tools, uwe na nyenzo za kuweza kuresist baadhi ya hujum zinazokuja. Uzipokee vipi? Wale wabaya wako wanapotunga mambo, wanapofanya mambo, upokeeje? Abu Bakr as-Siddiq alikutana na bwana mmoja siku moja. Abu Bakr as-Siddiq, yule bwana akamwambia Abu Bakr, la asubbannaka bisibabin tadkhulu ma'aka qabrak, leo nimedhamiria nitakutukana matusi mpaka utaingia nayo kaburini. Nani anaambia hivyo? Abu Bakr as-Siddiq. Na kutukana matusi utaingia nayo kaburini. Abu Bakr akasimama akatabasam, akamwambia, bal yadkhulu ma'aka qabruka anta, bali hayo matusi yataingia kaburini na wewe, kaburi yako mwenyewe, si ya kwangu. Anamrudishia. Angalia hizi ngao za kuweza kuwakabili watu aina hiyo. Kuna watu wengine hawajui zuri unalomtendea. Umempa kalamu atie saini vocha zile, achukue hela, kalamu ile anaiandikia matusi ya kukutukana wewe ulomsaidia kalamu. Umempa gongo kwa sababu kiuno chake hawezi kusimama vizuri apate kutembelea, anakupiga nalo la kichwa. Mkono unaompelekea mkate apate kushiba, yeye anaung'ata.
ni watu wasiojua fadhila za kufadhiliwa, na ni watu ambao hawatobadilika, kwa sababu ndani yao ni mahasidi. Mpake mafuta, mtie udi, mbadilishe kwa vyovyote, lakini hatobadilika maadamu ana sifa ya uhasidi. Alkalbu kalbun wa in qalladtahu dhahabu, mbwa atabaki kuwa mbwa hata ukimfunga cheni ya dhahabu, habadiliki kwa sababu cheni yake ya dhahabu asiwe mbwa, ndio huyo huyo tu. Sasa wewe unapoishi katika ulimwengu kukawa kuna watu sampuli hiyo, jiandae na mambo ya kuweza kupokea na kuishi nao, usipaparike. Nabii Adam alizaa watoto, miongoni mwa watoto hao alikuwepo mtoto wake akiitwa Qabil na Habil, ndio wanaosimuliwa katika suratul Maida, sura ya meza. Hawa watoto ilifika pahala kila mmoja akawa anagombania jambo, analitaka jambo. Baadhi ya mufassirina wanasema ilikuwa Qabil ana dada yake na Habil ana dada yake. Yani Nabii Adam mkewe Hawa alipokuja katika dunia alizaa watoto pacha pacha, akazaa mimba 40, kila mimba moja watoto wawili, dume na jike, mtoto wa kiume na mtoto wa kike. Sasa Qabil na dada yake na Habil na dada yake. Sasa kwa sababu duniani kulikuwa hakuna watu, wao ndo watu wa mwanzo kuieneza dunia, ikabidi wale wanaozaliwa pacha inakuwa kama wao ndo ndugu, wale wengine inakuwa kama wambali. Kwa hiyo yule anaweza akamuoa yule na huyu akamuoa yule. Umefahamu? Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala anasema ya ayuha nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. Akaeneza watu wengi na wanawake wengi, wameenea. Kwa hiyo ikawa sheria imebidi wawezeshani hivyo, lakini dada wa Qabil alikuwa sio mrembo kama dada wa Habil alikuwa sio mrembo kama dada wa Qabil. Kwa hiyo Qabil alitakiwa amoe dada wa Habil ambaye hakuwa na uzuri, na Habil amoe dada wa Qabil aliyekuwa mzuri. Sasa ikabidi katika kuhasib masala haya wapeleke sadaka kwa Allah. Atakayepokelewa sadaka yake, huyo ndiye aliyefaulu. Atakayepokelewa ile qurban ni sadaka, huyo ndiye aliyefaulu. Akachukua Qabil mazao yake, na alikuwa ni mkulima, akachukua akapeleka katika jabali. Akachukua Habil kondoo wake alionona, akachukua akapeleka katika jabali. Pale katika jabali ilikuwa unakuja moto, unachukua moja katika sadaka ambayo imekubaliwa. Kwa hiyo sadaka ya yule ambaye atakayekubaliwa itachukuliwa. Ukiona sadaka yako haipo, kumbuka kwamba umekubaliwa. Ukiona sadaka yako iko hapo hapo, fahamu kwamba ukukubaliwa. Allah subhanahu wa ta'ala akapeleka moto ukaichukua qurbana ya Habil, kondoo. Tamaka kondoo haonekani, ameshachukuliwa, kwa maana kwamba Allah amekubali sadaka. Ndio watlu alaihim naba abnai adama bilhaq, wasimulie habari za watoto wawili wa Adam kwa haki. idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima, walipopeleka sadaka zao ikakubaliwa kutoka kwa mmoja kati yao Habil. Walam yutaqabbal min al-akhar, hakukubaliwa mwingine. Yule ambaye hakukubaliwa sasa sadaka yake akamuonea mwenzake gere, kijicho, uchungu, wivu, akaanza kumhusudu. Kwa nini akubaliwe yeye? Akamwambia, wewe unajiona bora kuliko mimi, ndio unapendwa kuliko mimi. Bali wanasema masala yalikuwa makubwa zaidi, mpaka mwingine akamtuhumu baba yake kwamba wewe umemwombea dua huyu, yani Adam, ndio maana kakubaliwa, mimi unipendi. Kwa hiyo akamwahidi kwamba atamtendea kitu fulani.
kama wale wabaya wanavyoahidi. Mimi namwahidi nitampoteza katika hii dunia, mara anapotea yeye. Anaahidi hapo na ile sema la aqtulannak. Lugha ya Kiarabu ina ile mtiririko wanaita ulamaul adab musiqa. Wewe likizungumzwa neno utapata kujua kwamba hapa linamaanisha uzito wa jambo analoli. La aqtulannak, hapa ndani kuna taukidat athqalu min aljibal. Ilikuwa aseme tu saaqtuluk, nitakuua. Sema la aqtulannak, nitahakikisha kwa njia zote, kwa namna yoyote, kwa wakati wowote, kwa vigezo vyote, nitakuua tu, huna njia ya kuokoka. Ndoga la aqtulannak, ile lamu ya mwanzo na nuni zote zile tuakidu almas'alata tawkidan jazima. Huo ndo utamu wenyewe wa lugha ya Kiarabu. Hapo anasisitiza kwamba there is no way, wewe lan tanju, huokoki. La aqtulannak, qala la aqtulannak. Aliyeambiwa maneno haya alijibu nini? Sasa tizama namna ya watu walivyojua kuishi na mahasidi na maadui. Abu Bakr anaambiwa asubuka sibaban yadkhulu ma'aka qabrak. Abu Bakr anarudisha, bal yadkhulu ma'aka qabraka ant, taingia nawe mwenyewe mbele ya makaburi. Imam Shaabi siku moja mwenyewe anakwenda pole pole taratibu kama Shia mza watu wa iman, kalikuta jitu njiani likaanza kutiririsha mvua ya mawingu kwa Imam Shaabi, mvua ya matusi. Shaabi mwisho anasikiliza tu kama vile anategea habari kwa habari muhimu, anasikiliza tu. Mwisho amekwama yule bwana, nafikiri hakupata tena ya kuendelea, maana matusi mengine mpaka anayamaliza. Anaona sasa anarudia, kakaa kimya. Shaabi akamwambia, in kunta kadhiban ghafara Allahu lak wa in kunta sadiqan ghafara Allahu li. Hayo yote ulionisema nayo hayo, kama ni mkweli Mungu atanisamehe mimi mnyonge mchafu nilofanya matendo hayo. Kama ni muongo Mungu akusamehe wewe. Hii kwa adui na hasidi ni zaidi ya kunyanyua ngumi ukampiga, ni zaidi ya kunyanyua gongo ukampiga, kwa sababu hasidi huwa kinachomuumiza ni kule kufaulu kwako. Tumesema hasidi ahla ayami, siku nzuri kwake pale utakapofukarika. Atyabu ayami, best days kwake yeye yaumu maradhi, utakapokuwa mgonjwa. Eiduk ma'tamullah, sikukuu yako wewe kwake yeye ndo matanga. Wewe unasherehekea sikukuu kwa yeye ndo anaumia kama kafa mtu. Najahuk fashaluhu, kule kufaulu kwako wewe ndo kufeli kwake. Wa fashaluk najahu, lakini kufeli kwako ndo kufaulu kwake. Angalia adadi hizo za hasidi. Kila unapopata zuri wewe kwake yeye lile ndo huwa baya, na kila unapopata baya wewe kwake yeye lile huwa ndo zuri. Najahuka fashalu. Tizama zaidi, dhahkuka bukauhu, kile kicheko chako wewe kwake yeye ni kilio. Yani hataki kuona una smile, hapendi. Dhahkuka bukauhu. Asgharu khataik, kosa lako dogo ulilolifanya wewe kwake yeye akbar min jabal Uhud, ni kubwa kuliko jabal Uhud. Yansa kulla shay'in anka illa hafawatik, husahau kila kitu chako isipokuwa ulipoteleza hasahau.
wayaghful an kulli ma fik siwa zallatik, na huwa anaghafilika na kila kitu ulichokuwa nacho wewe isipokuwa zile aibu zako, azisahau kabisa wala ghafiliki nazo. Mtu hatari, na ni wengi walioje katika mitaa, ni wengi walioje tuliokumbana nao, ni wengi walioje katika ulimwengu. Ya subhanallah, idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak. Sikiliza jibu la aliyeahidiwa kuuawa, asema innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin لئن بسطت يدك إلي لتقتلني لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. مجيب يا ذهاب لأقتلنك إنما يتقبل الله من المتقين. Hakika Mwenyezi Mungu anawakubalia wachao Mungu, na kama unataka kuniua, la imbasatta ilayya yadak, ukinyanyua mkono wako kwangu, litaktulani, utake kuniua, ma ana bibasati yadi ilayka liaqtula, mimi sitonyosha wa kwangu ili nikuue. Inni akhafu Allah, na sio kwamba nakuogopa, namuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Sikuogopi wewe, namuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Mufassirin wanasema na kati ya Habil na Qabil, yule aliyemwambia mwenzake nitakuua, yule alikuwa hana nguvu kuliko aliyeambiwa utauawa. Yule alikuwa na nguvu kweli kweli. So ukitizama picha mbili za watu wawili hawa, unaona aliye pale ana uwezo wa kummaliza mwenzake ni yule aliyetishiwa maisha, lakini yeye ndo alosema maneno ya busara, akamwambia la imbasatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadi ilayka liaqtulak inni akhafu Allah rabbal alamin inni uridu an tabua biithmi wa ithmika fatakuna min ashabi an-nar wa dhalika jazaa'ul kafir wa dhalika jazaa'u dhalimin. Mimi dhambi zako na dhambi zangu ukishazikusanya wewe, ukazichukua wewe zote, ukapata mambo ambayo wala ilikuwa si dharura uyapate, maana siku ya Kiyama kuna mtu ataitwa muflis kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na mmoja katika muflisin ni watu ambao watawaua wenzao. Siku ya Kiyama watakuja watu kwa amali zao kama majabali, lakini watakuja ameua huyu, amempiga huyu, amemdhulumu huyu, amemnyang'anya huyu, amechukua mali ya huyu. Sasa ataambiwa mlipe, uliochukua mali yake mlipe. Kule hakuna banku markazi, hakuna BOT, hakuna PBZ, hakuna Barclays, hakuna benki yoyote kule. Sasa utamlipa, utatoa wapi malipo ya kumlipa mali yake? Sina ya Rab, haya huna. Sasa kama huna, itabidi mema yako uliyoyachuma apewe yule uliyemdhulumu kwa njia hiyo, zichukuliwe zile mali zako apewe huyu. Sasa uliochukua mali yako, uliochukua mali yake ni mmoja. Je, wakiwa 10? Je, wakiwa 15, 20,000? Ikiwa umemchukulia kila mmoja, wote wale wanakuja wanachota tu kutoka katika mali zako, wanachukua. Alafu akimalizika ule uchukua mali zao, sasa wanakuja wale ambao umewaua. Uliua mmoja, je 100? Nao wanachukua, wanachota kutoka katika kisima hicho, wanaondoka wale. Wanakuja watu uliowadhulumu, wanakuja watu kila aina uliowafanyia mabaya, wanakuja wanachukua, mpaka itafika pahali utakuwa thawabu zote zimefutwa, huna. Sasa thawabu zikishamalizika, sasa anakuja mwingine anasema mimi alinipiga, kwa sababu dharaba pia imetajwa pale, waqad dharaba hadha, amempiga huyu, hata alompiga njoo chukua. Sasa mema yamekwisha,
wewe uliopigwa si una dhambi zako sasa zichukue mpe huyu ambaye alikupiga. Sasa inachukuliwa makosa ya wale aliyowatendea. Sasa kama mema yamekwisha, yanachukuliwa madhambi ya wale wanaomdai, anapewa yeye. Mtume anasema thumma yulqa fi nar, kisha anatupwa motoni. Ya Rabbi, situjalie miongoni mwa hao. Kwa hiyo namwambia, la in basatta ilayya yadaka litaktulani ma ana bibasitin yadi ilayka liaktulak inni akhafu Allah inni uridu an tabua bi ithmi wa ithmik fatakuna min ashabin nar wa dhalika jazaa'u dhalimin. Allah anasemaje? Fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha min al-khasirin, akawa ni mwenye kujitolea kumuua ndugu yake, na kweli akamuua. Hasadi ilifika mpaka kuua. Kwa nini? Sio yeye, ni yeye. Fika pahali akachukua jiwe kubwa, mwenzake amelala, akampiga nalo la kichwa, akafariki Habili. Faqatala, akamuua. Na hasidi akikupatia nafasi anakuua. Anaweza akakutilia sumu katika kinywaji. Hasidi anaweza kukutilia kitu katika chakula. Hasidi anakufanyia mambo makubwa. Faqatala fa asbaha min alkhasirin, walipomuua akawa miongoni mwa watu waliopata hasara. Sasa alipomuua akamkamata, nazunguka naye, kwa sababu hao ndo wanadamu wa kwanza hata kuzika hawajui. Ndo mwanzo mtu wa kwanza anauawa huyo. Ameukamata sasa, mwili wake anaranda nao, hajui ufanyeje. Faba'atha Allahu ghuraban yabhathu fil ardi liyuriyahum kayfa yuwari sawata akhi qala ya waylata a'jaztu an akuna mithla hadha al-ghurab fa uwariya sawata akhi fa asbaha minan nadimin. Faba'atha Allahu ghuraban, Allah akampeleka kunguru, wakapigana kunguru wawili, mmoja akamuua mwenzake. Yule alioua akafukua chini ya ardhi, akamzika yule mwenzake aliyemuua. Sasa yule bwana, scenario yote hilo nini yote ile anaona, harakati zote za mapigano kati ya makunguru, anaona kunguru kamuua ndugu yake kama yeye alivyomuua ndugu yake, kisha kunguru kamzika ndugu yake. Sasa yeye na yeye, kwa nini asimzike ndugu yake kama kunguru alivyozika mwenzake? Qala, ndipo aliposema a'jaztu ya wailata, a'jaztu, mimi nimeshindwa mimi, an akuna mithla hadha alghurab, nsifanye kama alivyofanya hivi. Akachimba shimo akamzika. Kwa ujanja wote mwanadamu kafundishwa kuzika na kunguru. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema sasa, kwa ubaya wa kufa, kwa ubaya wa kuua, min ajli dhalik katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ard فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. Allah kasema kwa ajili hiyo tumeandika kwa wana wa Israeli kwamba yeyote atakayeua nafsi bila ya haki, na hiyo sio kwa Bani Israeli. Uislamu umezungumzia ubaya wa kuua. Man qatala nafsan, mwenye kuua nafsi bighairi nafsi, pasi na haki, yani pasi na kwamba huyu bwana amestahiki kuuawa kwa sababu na yeye kaua bila yeye. Fakaannama qatala an-nasa jamia, kuua mtu mmoja ni kama kuua watu wote duniani. Baada ya hapo anatokezea mtu eti anasema kitabu hiki ndio kinahimiza watu kuuawa bure bure.
Ukimwona mtu anaua watu burebure bila ya hatia, fahamu kwamba anakwenda kinyume na kitabu cha Uislamu namna kinavyoagiza. Min ajli dhalik katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafs au fasadin fil ard au hata ufisadi, hautakiwi ufisadi katika, fakaannama qatala an-nasa jami'an, ni sawa na kuwa watu. Waman ahyaha, na yule atakayeziandalia nafsi mazingira mpaka zikapata uhai zikaishi, fakaannama ahya an-nasa jami'an, ni kama kuwaachia watu wakaishi wote katika ulimwengu. Uislamu huo. Hasidi hana sababu. Waswahili wanasema, mmoja anasema hasidi hasudi, yani hasidi hawi bwana, hawi mfalme, hawi mwema. Lakini ukitaka kumuumiza hasidi, kuwa na subra juu ya hasadi yake. Mshairi anasemaje? Isbir ala kaidi lhasudi fa inna sabraka qatiluhu fa inna an-nara ta'kulu ba'daha in lam tajid ma ta'kuluhu. Subiri, vumilia vitimbi vya mahasidi, hakika subira yako inamuua, subira yako inamuumiza, subira yako inamwangamiza, kwa sababu moto unajitafuna wenyewe usipopata kuni ya kutafuna. Ndio maana ukaambiwa mutu bighaidhikum, kufeni kwa hasira zenu, mtakufa kwa hasira zenu, kwa chuki zenu na hasad zenu katika vifua vyenu. Mutu bighaidhikum. Kwa hiyo alapokuwa anafanya kitu kibaya juu yako, silaha yako kubwa ni kuwa na subra. Allah ametuhimiza katika sura ya Ali Imran, anasemaje Allah? Isikilize aya hii: la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adhan kathira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min azmi al-umur. La tublawun, mtaonjwa, hamtaachwa hivi hivi. Fi amwalikum, katika mali zenu, wa anfusikum, katika nafsi zenu, wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum, na mtayasikia mengi kutoka kwa waliopewa kitabu kabla yenu, wa min alladhina ashraku, na hata mabedui wa Maka, watu wengine maadui zenu ambao sio Waislamu, mtasikia mengi kutoka kwao. Min alladhina ashraku wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adhan kathira, mtasikia udhia mkubwa mwingi, fitna, kejeli, hujum, haja, kila aina, sibab, shataim, zote hizi mtazisikia. Lakini Allah anasema wa in tasbiru wa tattaqu, lakini mkiwa na moyo wa subira na mkimcha Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, fa inna dhalika, hakika hayo, min azmi al-umur, ndiyo mambo makubwa ya kuazimia kufanya, kuliko kutaka kwenda kulipiza kisasi, kumtafuta adui, kumtafuta hasidi. Usipoteze wakati wako kwa watu wasiokuwa na nafasi. Innal insana tafih la yuhsad, mtu asiyekuwa na mbele wana nyuma ahusudiwi. Umehusudiwa wewe mwenye kitu, umehusudiwa wewe mwenye maana, umehusudiwa wewe mwenye uzito. Kwa hiyo wewe ni alama kwamba una neema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuwa mvumilivu. Subra itamwangamiza hasadi, itamwangamiza kama vile moto unavyokula kuni, lakini ukikosa kuni unajitafuna wenyewe kwa wenyewe. Mmoja anasema katika hali hiyo hiyo ya kuzungumzia hasad namna inavyoumiza, anasema lillahi darul hasadi ma a'dala, lillahi darul hasad ma a'dala. Jamani, ni uadilifu ulioje wa hasad. Hasad ni muadilifu kweli kweli. Innahu badaa bi sahibihi faqatala,
kwani ile hasadi inapochomoka huwa inaanza na yule yule mwenyewe aliyechomoa hasadi, yani umwanza kumwangamiza yule yule hasidi mwenyewe, kwa sababu lile ni sawa sana kala moto katika kifua chake. Kama siku yake nzuri kwake ni wewe ukiwa mgonjwa, sasa ukiwa mzima, je, anaumia. Akikuona unatabasamu, yeye anaumia. Ina maana kila akikuona wewe anapiga glasi ya sumu na machungu. Sasa usione watu wanaumwa, kuna watu wengine wanaumwa na mengi. Umetia rangi nyumba antifungus tu, amedondoka ameenda kutiwa drip. Kwa nini jirani katia bati nyumba yake? Anataka uwe na banda hilo hilo tu, kila siku unavujiwa. Kukinyesha mvua, zile jiha zote zile, mashariki, magharibi, kaskazini, kusini, zote unazimaliza kwa kuhamisha kitanda. Yeye uko na celebrate. Ukija ukitia bati tu utasikia fulani kanazwa mnazi mmoja, maradhi nini, umetia bati. Subiri, atajiumiza mwenyewe. Hasa anakwenda mbio. Ingelikuwa miguu hii inamalizika kama vile viatu, angekuwa hana visigino, lakini Mungu amewahurumia. Njia ile haimei nyasi kwa kutafutia ubaya. Isbir ala kaidi lhasudi fa inna sabraka qatil. Na ukitaka kujua ubaya wa mtu hasidi, subhanallah, anasema mmoja, walikutana watu wanahadithia kwamba walijiliwa bwana wawili. Akaambiwa mmoja wao, bwana, sisi tumekupeni special offer kutoka kwa Allah. Unajua zamani malaika wanakuja kwa wanadamu kwa maumbile kama ile hadithi sahihi ya yule kipara na kipofu tulikuwa tulizungumza, na yule aliyokuwa na maradhi ya mbaranga, walijiliwa na malaika katika sura ya wanadamu. Asijiliwa bwana, akaambiwa unachotaka tutakupa, lakini ukumbuke kwamba ukitaka kitu fulani, huyo mwenzako hapa pembeni tutampa mara mbili yake. Sasa taja unataka nini? Kila utakachokitamani sahibi yako pembeni hapo atapata mara mbili ya ulichokitaka wewe. Sasa angalia uzito wa tabia za hasid. Akawaza, ina maana mimi nikisema nyumba yanapata mbili, nikisema gari yatapata mbili, mathalan nikipata shamba yanapata mawili. Yani kila ninachokitaja mimi apate mawili. Apatie nini mawili? Kama mtoe jicho, toe jicho. Nimekaa nafikiria, naona nitoe jicho. Maana kitolewa yeye jicho moja, mwenzake atatolewa mawili, atakuwa haoni kabisa. Angalia mtu huyo alivyokuwa mbaya. Yupo katika jamii yetu mtu huyo anaitwa hasidi. Mtoe jicho, mwenzake atatolewa mangapi? Atakuwa haoni kabisa. Yeye afadhali atakuwa anaona kwa jicho moja, haijambo naona, lakini mwenzake kakukosa nini huyu kwamba tu asipate mara mbili? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lakini usipate shida ya kubabaika, wala usiache kuwasamehe watu wa aina hiyo. Na wema waliotangulia, ilikuwa usiku kabla hajalala anavuta fikra, nani na nani amenitusi, amenitukana, amenikosea, alafu anawasamehe wote, alafu analala. Kwa sababu ile kuweka kitu katika moyo peke yake unajitafutia maradhi. We kila siku unakaa unaumia tu kwa sababu eti fulani anakusema, unaumia kwa sababu eti fulani anakutukana. Unaacha kusoma Qur'ani, kufanya mambo yako sababu bwana, leo kuna fulani kanikera kweli kweli, siwezi hata kusali. Sasa watakukera sana, wasamehe, Mungu atadili nao. Kitu kikubwa sana hicho.
Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma